Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mchezo wa nusu finali ya pili kati ya Singida Black Stars pamoja na Simba Sports Club ulikuwa ni mchezo wa maelekezo mazito kutoka bodi ya ligi pamoja na TFF kuelekea katika uongozi wa soka ya Simba waliombwa na TFF pamoja na bodi ya ligi wajivunje makusudi na wakubali kufungwa na Singida Black Stars ili kutuliza hali ya hewa inayoendelea hapa katika Tanzania na bara la Afrika na Afrika Mashariki kwa ujumla. Simba walikuwa na uwezo wa kupambana na kushinda ule mchezo na kuelekea fainali kupambana na mahasimu wao wakubwa Dar es Salaam ya Afrika, isipokuwa walipata maelekezo. Haya yalikuwa ni maelekezo muhimu kutoka bodi ya ligi na TFF ili kulegeza nyoyo za Watanzania na wapenzi wa soka wa klabu ya Yanga waridhike na wakubali kucheza mchezo wa mwisho wa dabi ya Kariakoo uliopangwa kuchezwa Juni 15, ambao wananchi wao wamesema hawatacheza hata kwa dawa, na wakisisitiza ya kuwa hatuchezi ng'oo, hali inayozidi kuleta taharuki katika mpira wa Tanzania na isijulikane hatima ni nini kuelekea mwisho wa msimu huu. Msimu ulianza vizuri, lakini unaonekana utakuja kutamatika vibaya kwa fujo na mabalaa makubwa katika soka la Tanzania. Viongozi wa TFF pamoja na viongozi wa bodi ya ligi wako matatani mpaka hivi sasa. Wameamua kupanga mchezo tarehe 15 na Yanga akiwa mwenyeji na anayestahili kuandaa na kufanya maandalizi yote ya mchezo, lakini mpaka leo hii mwenyeji yupo kimya na hakuna maandalizi yoyote yanayoendelea kuelekea mchezo wa tarehe 15. Hivyo TFF pamoja na bodi ya ligi waliwaomba Simba wajivunje makusudi na kukubali kichapo cha goli 3-1 na Singida Black Stars, ili mradi tu viongozi wa Yanga walegeze moyo pamoja na mashabiki wao waone ya kwamba Simba ni kibonde, wana uwezo wa kumfunga tu kirahisi na wakubali kwenda kucheza Juni 15, hali ambayo viongozi wa Yanga pamoja na mashabiki wao wameshtuka na kusema ya kuwa wao sio wajinga, wanaelewa kinachoendelea na hawatocheza ng'oo kuelekea mechi hiyo ya tarehe 15. Ndo kwanza wamejipanga kwenda zao pale Kigali, Rwanda. Hali inazidi kuwa mbaya. Vipi mchezo utachezwa aliyekuwa mwenyeji hajafanya maandalizi yoyote? Nani atafanya maandalizi na utafanya maandalizi kama nani kuelekea mchezo huo? Tunataka tuone TFF ama bodi ya ligi ndo wataandaa mchezo huo, wataandaa uwanja, wataandaa kila kitu. Vipi mchezo utakwenda kuchezeka bila mwenyeji? Tunataka tusubiri na tuone. Safari hii tunataka tuone, je, watatoa maamuzi ya pointi 3 au wataahirisha mchezo kama ambavyo uliahirishwa Juni 8. Usichoke kunifuatilia. Mimi nitakuletea habari zote zinazojiri na zinazotaraji kujiri.